Naitwa Hamida Hassan Kalambo, mtaalamu wa lishe kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Leo tutajifunza kuhusiana na kufunga, ambako tutaangalia kuhusiana na iftari pamoja na daku. Tutaangalia iftari iliyokuwa kamili. Ni iftari gani ambayo inapaswa mtu ale wakati anafuturu? Inajumuisha vitu gani? Iftari ambayo inapaswa mtu ale wakati wa kufuturu inajumuisha makundi yote ya chakula, makundi 6 ambayo ni muhimu katika mwili wa binadamu. Lakini lazima kwanza tuanze na tende, kwa sababu tende ni chanzo asilia cha nishati haraka mwilini, kwa sababu tende ina makapimlo kwa kiasi kikubwa sana ambayo yanasaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia tende ina vipunguza sumu mwilini, tunasema kitaalamu ni antioxidant. Lakini pia tende zina madini kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kabla ya iftari yetu pia inashauriwa tuanze kunywa maji. Tunakunywa maji kwa sababu ili kuweza kufidia kiwango cha maji ambacho hatukukipata kwa yale masaa ambayo tulikuwa tumefunga. Ndio maana tunashauri kwamba kabla kwanza ya kuanza na iftari tuje kwanza tupate glasi ya maji. Then tutafika sasa kwenye iftari. Iftari yetu inatakiwa ijumuishe makundi yote 6 muhimu ya chakula, ambako kundi la kwanza lenyewe ni nafaka, mizizi yenye wanga pamoja na ndizi za kupika. Lakini kundi la pili tunasema ni vyakula vyenye asili ya wanyama. Lakini kundi la tatu tunasema ni vyakula jamii ya mikunde yote pamoja na mbegu zenye asili ya mafuta. Lakini tuna kundi la 4 ambao tunasema ni mboga. Kwa nini mboga? Kwa sababu tunasema mboga zina makapimlo kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo haya makapimlo yataenda kutusaidia katika kumeng'enya chakula. Lakini pia haya makapimlo yatatusaidia ili kuweza kuepuka kuvimbiwa. Lakini tuna kundi la 5 ambalo ni matunda. Matunda yana umuhimu gani? Tunasema kwamba matunda yenyewe kwanza yanatupatia maji, lakini kwenye matunda tunapata vitamin. Kwenye matunda hayo tunapata makapimlo kwa kiasi kikubwa sana. Lakini grupu la 6 na la mwisho ni mafuta yenye afya. Mafuta yenye afya tunaongelea yenye asili ya wanyama kama vile mafuta ya samaki, lakini yenye asili ya mimea kama vile mafuta ya alizeti pamoja na mzeituni. Sasa kwa hiyo futari itabidi ijumuishe makundi yote haya 6 ya chakula ili iweze kuwa futari iliyokuwa kamili. Lakini tunashauri kwamba wakati wote wa kufuturu na baada ya kufuturu tuweze kunywa maji kwa kiasi kikubwa au vimiminika ili kuweza kurudisha yale maji ambayo tuliyakosa kipindi tukiwa tumefunga. Kwa maana hiyo tunaweza tukayapata kwenye maji ya madafu, tunaweza tukapata kwenye uji, kwenye chai au kwa kula matunda pia. Lakini tungeongelea kuhusiana na swala lingine ambalo ni la daku. Daku iliyo kamili ni daku ambayo inajumuisha vitu gani? Tunasema kwenye daku lazima tuwe tuna kundi la kwanza nafaka, mizizi yenye wanga pamoja na ndizi. Hilo ni kundi la kwanza, lakini natakiwa liwe kwa uchache, kwa kiwango kidogo. Kwa kiwango kidogo kwa sababu tunapokula daku mara nyingi huwa tunakula ni wakati wa usiku, kipindi ambacho mwili huwa hautumii nguvu kufanya matendo mengine ambayo yanahitaji nguvu. Kwa hiyo tunashauri tutumie kwamba haya makundi yenye vyanzo vya wanga kwa kiasi kidogo. Lakini tuna kundi lingine ambalo ni vyakula vyenye asili ya nyama, navyo pia viwe kwa kiasi. Lakini kundi lingine vyakula vya jamii ya mikunde pamoja na mbegu zenye asili ya mafuta, nazo pia ziwe kwa kiasi. Lakini kundi la mboga hili linatakiwa tulile kwa kiasi kikubwa sana. Lina kiasi kikubwa sana cha makapimlo. Hivyo makapimlo haya yataenda kutusaidia kwa ajili ya mmeng'enyo, lakini pia yatatufanya kwamba tujisikie tumeshiba. Kitu ambacho kitatusaidia kwa siku inayofuata tutakapofunga tujisikie muda wote tumeshiba. Hii itaenda kusaidia, tutatumia kwa kiwango kidogo vyakula ambavyo vina asili ya wanga. Kwa hiyo tutajiepusha na matokeo ya kuwa na uzito uliopitiliza. Lakini kundi la mwisho ambalo linatakiwa liwepo kwenye daku yetu ni matunda. Tutakuwa na matunda kwa sababu matunda kama tulivyosema yanatupatia makapimlo, yanatupatia vitamin, lakini pia kwenye matunda haya tunapata kiwango kubwa sana cha maji, ambayo maji haya yataenda kufidia maji tutakayotumia kwa siku ya kesho tutakapokuwa tumefunga, lakini na kwa siku ya jana ambako tulikuwa tumefunga. Tunashauri tuhakikishe kwamba iftari zetu zinajumuisha makundi yote 6 ya vyakula, na daku pia ijumuishe makundi yote 6 ya vyakula ili kuweza kuupa mwili virutubisho ambavyo inahitaji
kile kipindi ambacho tulikuwa katika mfungo.